Bana, mambo vipi? Yes, mimi huwa nakusogezea zile habari za kimichezo ambazo zinazo trend mtandaoni. Hapa katikati bana, kulitokea na majibu kutoka CAS baada ya klabu ya Yanga kwenda kuwashtaki bodi ya ligi pamoja na TFF, lakini pia wakizihitaji pointi 3 kutoka kwa Simba Sports Club baada ya ule mchezo tajwa wa nambari 184 kuwa uliahirishwa na bodi ya ligi baada ya kuona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, na kwa mujibu wa kanuni 34 kifungu cha kwanza kinawapa mamlaka TFF ama bodi ya ligi kuahirisha mechi. Basi walitumia kile kifungu, lakini klabu ya Young Africans ikasema hapana, mchezo unabidi uchezwe, hakuna uvunjifu wote wa amani, kama la sivyo, kama mchezo hutachezwa basi sisi tutachukua hatua zinazofuata. Baada ya hapo klabu ya Yanga iliandika barua kwenda CAS, mahakama ya kimpira ambayo yako kule Uholanzi, wakafaili kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF hatuna imani nao kwa sababu hawatekelezi sheria na sheria jinsi zinavyotakiwa kuzisimamia na kuipendelea klabu ya Simba, na pia tunazihitaji zile pointi 3 kutoka klabu ya Simba pamoja na magoli 3. Baada ya kufaili hayo malalamiko kuyapeleka kule, waliitwa wanasheria wa pande mbili kutoka klabu ya Simba plus wanasheria kutoka TFF ambaye yeye ndio alikuwa mlalamikiwa mkubwa kuonesha kuwa kuna hali ambayo si ambazo nzuri baada ya kuahirisha ile mechi ya Simba na Yanga ambaye ulikuwa ni mchezo wa namba 184. Lakini mwisho wa siku Simba wakajitetea, mwanasheria wa TFF wamejitetea, wavya kujitetea ikaonekana kuwa ili swala halikufuata taratibu za ndani, hazikufuata taratibu za ndani zile ambazo zinazohitajika, kwamba klabu ya Yanga iliandika barua kukata rufaa maamuzi ya TFF, lakini yale maamuzi ya TFF ama bodi ya ligi yalikuwa ni barua za kujibishana, yani sio kwa sio, lakini ilikuwa sio kesi muhimu ambayo ilisikilizwa, kwamba Yanga hawakupita katika zile kamati husika za kupeleka malalamiko yao, bali wao walivuka step moja ya ndani kwenda ya juu. Kwa hiyo CAS wakatoa maamuzi kwamba rudini kule, hii kesi sisi tunaitoa na kuifuta kabisa, kwa sababu nyinyi Yanga hamjafuata zile procedure ambazo zinazohitajika. So baada ya Yanga baada ya CAS kutoa majibu yale, uongozi wa kamati ya bodi ya ligi wakatoa taarifa siku hiyo ya kutaka kuweka vikao kwa ajili ya kuweza kudiscuss mchezo wa namba 184, kuiallocate ratiba, kwa sababu klabu ya Simba pia ina ratiba ngumu ambayo ya kimataifa, lakini ukizingatia ina michezo viporo bado hawajamaliza. Kwa hiyo walitoa taarifa mapema ili kwa sababu waweze kuallocate ile ratiba ya mchezo wa namba 184 ya Simba against Yanga. Lakini Yanga baada ya siku kadhaa zimepita, baada ya watu kushinda na kufurahia ule ushindi husika, leo klabu ya Young Africans wametoa taarifa rasmi juu ya kile ambacho kinachoendelea, juu ya yale majibu ya CAS. Na taarifa husika si kwamba wamekubaliana na mambo yote baada ya ile hukumu, lakini wao msimamo wao kabisa kwamba ni ile hatuchezi. Sasa labda nikusogezee hiyo taarifa ambayo wameitoa rasmi klabu ya Yanga. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025A/A/11298. CAS imeelekeza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hautashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea
kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Hii ni taarifa kwa umma juu ya majibu yote, mambo yote ambayo yanaendelea juu ya hii kesi, na msimamo wa Young Africans wamesema kwamba kiukweli kuhusika na huo mchezo kutokucheza, hawatacheza, full stop.